atakuwa salama. Asante Yesu kwa sababu ya neno lako, katika jina la Yesu naomba. Tunaweza keti. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kushukuru kwa sababu ya siku ya leo ambayo Bwana ameifanya katika maisha yetu. Nataka tunikutie moyo kwamba Bwana aliyekusudia leo upatikane ana mpango mzuri na wewe. Bwana asifiwe. Ana mpango mzuri na wewe. Sijui kama ninamwambia mtu ananisikia. Bwana aliyekufanya upatikane siku ya leo ana mpango mzuri na wewe. Ana mpango mzuri na wewe. Bwana asifiwe. Wakati mwingine tunafanya mambo ni kwa sababu mengi tumezoea. Lakini leo nataka kukutia moyo. Wiki jana ushuhuda ambao umetolewa hapa, sikujua kama kuna kitu kinaenda kufanyika. Na nikawa wakati wamehubiri wamemaliza, na kijana yetu alikuwa mzuri sana. Na tukasahau kuitisha watu wanaohitaji kuombea. Lakini nashukuru kwa sababu ya baba yetu. Jambo ambalo alikuwa anaongelea, nikakumbuka ilistahili niombe na yeye. Na nikasema hata kama tumemaliza shughuli ya madhabahu na hata kuhubiri, bado naweza itisha watu niombe. Ninajua kuna kitu Bwana anatenda. Na wakati tunaita, wacha kutazama wanadamu. Wacha kutazama wanadamu. Sijui kama kuna mtu nanena na yeye. Kama unasikia sema amen. Wacha kutazama wanadamu. Maana wakati mwingine unaweza kuwa umejawa na mambo ambayo yamefanyika, ukasema mchungaji wangu. Ukawa wimbo wako ni mchungaji wangu. Na nataka kutia moyo, si mchungaji wako. Ni Bwana aliye juu, aliyezifanya mbingu na nchi, anayefanya kazi ndani ya mchungaji wako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo leo nataka kuambia tu hivi, mtumainie Bwana aliye juu. Na kwa sababu hiyo nataka tuongee juu ya kumtumainia Bwana hata wakati mambo hayana umuhimu, hayaonekani kana kwamba ndani yake kuna umaana wowote. Kizungu ni rahisi kueleza, maana trusting God even when things don't make sense. Bwana asifiwe. Kumtumainia Bwana hata wakati mambo mengine yanapoonekana ni ya ujinga. Kumtumainia Bwana hata wakati mwingine mambo yanapoonekana ya kudharauliwa. Kumtumainia Bwana hata wakati mwenyewe umeona kwamba wewe haufai. Kumtumainia Bwana. Bwana asifiwe. Unajua Biblia niangalie ili kumtumainia Bwana kila wakati tunahubiri. Mbona tu leo sikwe tofauti? Maana tumezoea kumtumainia Bwana. Kumtumainia Bwana ina maana gani? Bwana asifiwe. Maana wengine huwa tunawaangalia watu wetu, wengine tunawaangalia watoto wetu, wengine tunawaangalia wazazi wetu, wengine unatoka wakati mmoja baba yako akiwa mzima, kazi ambayo alikuwa anaifanya, nikaona kwamba hata kazi mimi nitakuwa tu rahisi kupata. Maana alimsaidia dada yangu akapata, akawa anang'ang'ana, maana nawajua wale watu wakubwa wanasimamia colleges kubwa, kwamba mimi pia nipate mahali nifanye kazi. Lakini kitu ajabu ni kwamba nilikuja nikatambua mimi niko mikononi mwa Mungu, si baba yangu. Bwana asifiwe. Maana alikuwa na uwezo. Hao wakubwa principals mnasikia ni wa Polytechnic, National Polytechnic, wachana na Youth Polytechnic, National Polytechnic. Wakimuona walikuwa wanamuinamia. Kwa hivyo alikuwa na uwezo awaambie chukueni mtoto wangu afanye kazi. Na Polytechnic zilikuwa mingi. Lakini ajabu ni kwamba mwisho baada ya mimi kupata kazi, aliniambia hivi, kijana yangu, inawezekana napenda nikusaidie, lakini nimekubali wewe ni Mungu mwenyewe atafanya kushughulikia. Bwana asifiwe. Maana hata kazi niliyopata ya kwanza ni rafiki alihusika. Baba hakujua. Nilimwambia tu nimepata kazi. Bwana asifiwe. Na kuna uwezekano ile alikuwa ananitafutia, bado mshahara wake haungefikia ile nilipata. Bwana asifiwe. Nilijaribu sana kufikiria kumtumainia Bwana ni nini. Nikajua, nikaenda mpaka nikachambua, nilikuwa na hakika na jambo. Kutumaini nilikuwa na hakika na jambo. Bwana asifiwe. Kutegemea ama kuweka pumziko la mawazo kwa unyofu. Unyofu ni integrity kwa kizungu. Bwana asifiwe.
integrity. Wakati tunasema integrity ni wakati unatenda mambo yako ama kuhifadhi vitu ambavyo umehifadhiwa, umeaminiwa navyo, unajua zinalindwa kiusalama kwa njia ambayo ni ustadi, bila dosari ama kasoro. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati mambo yetu yamenyooka, tunatumaini kwamba kwa sababu tunafanya iliyo haki, mwisho wake kuna matunda mazuri. Bwana asifiwe. Nataka niende haraka, kwa hivyo nitege masikio kuwa makini, maana muda wetu hauruhusu niende kwa urefu. Maana baada hii kuna ibada nyingine kwa ufupi. Bwana asifiwe. Wakati unamwamini Mungu na kumtumaini ni kuwa na hakikisho kwake kwamba ako usukani kwa kila jambo, kwa dunia nzima na maisha yako, japo ukiwa ndani ya hali zako. Nani hajawahi kutana na shida? Nani amewahi kutana na shida? Wale ambao hawajakutana na nyinyi, tunapenda tukuje kwenu tuambie siri yenu. Hata sisi pia tutaeko kama nyinyi. Nani hajawahi kuwa mgonjwa? Nani amewahi kuwa mgonjwa? Nani watu wenye alikuwa naamini sana wamewahi kuruka? Hebu rudia, wenye watu wenye wametumainia wamewahi kuruka. Kila mtu. Kumbe sisi si malaika. Kumbe sisi ni wanadamu tu. Wangapi mambo yaliyotarajia ikuwa haikuwa wamewahi pitia hiyo? Wakati tu akili zangu zote zimeingia, ninajua nikifika kwa huyo mtu, nikifika mahali hapo, nikifika kwa hiyo siku, mambo yako iko mwe. Unless wewe ni malaika. Si ndio? Mwangalie jirani mwambie pengine wewe ni malaika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii ni ngumu na najua ni ngumu kukubali. Nani amewahi leti mwenzake down? Mimi nimewahi leti mtu down. Mimi. Maana mimi si malaika. Na kama ni wewe unisamehe tu. Unisamehe tu. Haujawahi leti mtu down. Kama umewahi leti mkono. Wamama angalieni mpanda. Hawajawahi leti mtu down. Na hapa mbele mwahi leti mtu down. Na unajua huyo mtu alikuwa ameweka matumaini yake yote na kila akili na kila nguvu na kila uwezo na kwa moyo wake wote kwa. Bwana asifiwe. Ambia jirani, mchungaji hakupenda. Si ati alifanya kwa kupenda. Ilikuwa uwezo wake umefika mwisho. Umaya ili mtu anavyosikia na kile kitu yenye ulikuwa unataka umpe hakuna. Sasa huko watu wamesema hawajaipatikana na hiyo. Kwani hao ni malaika? Wamewacha kudanganya Bwana. Kama uko na jirani mayako beba mkono mwambie acha kudanganya Bwana. Bwana asifiwe. Yaani nilikwambia kupea pesa. Unajua hata sasa hivi ndugu yangu anataka kufanya harusi. Si ni kweli? Acha nirudi huko. Akifika hapa hiki ni mshirika. Akifika nyumbani ni ndugu yangu. Anataka kufanya harusi. Na unajua sasa amejua ndugu yangu kubwa hizi let down. Hata nitakata tuweko ng'ombe moja. Mama yangu yapata tuweko ng'ombe moja. Mama Dina kaa tayari. Mama Dina kaa tayari. Ng'ombe lazima ipatikane hapo. Na kuna wengine MCA. Si ndio? Lazima wafanye kitu. Lakini unajua inawezekana siku hiyo ikifika ile yeye ametegea ametarajia imefika. Na kama mtoto ni mgonjwa, sio yeye ndiye mgonjwa. Sasa itasaidia yeye ama atapeleka mtoto hospitali. Sikupenda kwako hospitali. Sikupenda kwangu. Utaelewa, si ndio? Lakini harusi lazima ifanye nini? Lazima ifanyike. Kwa sababu si mimi mwanadamu ambaye ninamwona mchungaji, lakini kuna yeye.
Na kitu moja nimekuja nikagundua kwa hii dunia, hata mimi mali nimepitia. Wakati mwingi watu ambao wanaangalia wasimame na mimi, sio wao wanasimama na mimi. Mungu wafanya tu watu wengine kutokea pale sijui, wanasimama na mimi na mambo yanakuwa. Maana sisi watu tunapata disappointment, maana tunataka kuamini sana wanadamu. Hata hii wakati wa 2022 tulipokuwa tunaenda kwa kura, tulikuwa na watu kwa mioyo yetu na mawazo yetu, tuliwapenda, tuliona hao ni wazuri, wengine ni watu wetu, wengine ni kabila letu, lakini sasa tunalia. Nani ajali yako? Kama wao uliani, shukuru Mungu. Bwana asifiwe. Hata siku moja mawazo ilisha kazini, maana wao pia watu wenye nafanya nao kazi ni wanadamu, na wenye hizo kampuni ni wanadamu, lakini siku moja waliniacha. Wewe ni nani usiwachwe? Bwana asifiwe. Wakati mwingine unatembea na sababu mambo yote uliyokuwa unategemea unatumainia yameenda si vile ulivyotarajia, na unawachwa kwamba una mahali ambapo ujielewi. Umebaki katika hali ambayo ni kwa hewa, maana hujui kama utaweza utakuwa dafu ama hapana. Maana wewe kwa zako unahangaika, na wakati umefika unajua isipokuwa hiyo saa hakuna siku nyingine, lakini bado hauoni kama kuna maana, bado hauoni kama kuna tumaini, bado hauoni kama kuna siku yako. Tumaini ni wako, maana yeye hatakuacha. Mwanadamu anaweza kuacha, hata mzazi wako anaweza kuacha. Na wacha niwaambie hivi, mzazi akikuacha si kwamba anapenda. Wakati mwingine anaweza fika ile kiwango ya mwisho yenye hawezi, lakini anapenda sana kusaidia. Lakini kwa sababu ya uwezo na mwisho wa mwanadamu imefika mwisho wake, kweli tu ni kwamba hautaweza hata kusaidia, lakini kuna Mungu ambaye atakusaidia. Hata wale ambao umeambiwa kujeni kazi, kuna uwezekano huo mtu aliwaahidi kazi, na kwa sababu alikuwa amejifunga ndani ategemea mahali, maana hiyo kazi alikwambia nitakupea na kusaidia, lakini hiyo siku inafika kule ambapo pia naye alikuwa anatarajia wamemkataa na hataki kukudisappoint, anaendelea kumanage. Anakuja tu. Kikuja, au unajua dosi ndio hawajakuja, rudi kesho. Unajua mahali manajiwa hivyo na ujui. Haleluya. Unajua hata wale wanakuahidi pesa wao wanakumanage. Sijui pengine hii neno ya kumanage, pengine watu wengine tunachanganyikiwa. Hatuelewi na maanisha nini. Kukumanage ni wakati unaenda ukamwambia nilitarajia leo nipewa, hata kuna mtu afanye anitumie. Na wanacall wanadai simu, unafikiri wanaongea na mtu kumbe haongei. Na anamaliza amesema kuja kesho. Hata nikwambia hakuna kitu hapo. Enda tu mtumainie Mungu, atafanya mtu mwenye hata hujui, hata umfahamu, atakuja akusaidie. Atakuja akusaidie. Midali ni Suleimani alikuwa anaandika na akasema hivi, Biblia yako kwa Kizungu, kwa Kiswahili kingine, basho nyingine nasema hivi: kuogopa watu ni kujitenga mwenyewe, lakini anayemtumaini Mwenyezi Mungu yu salama. Yu salama. Paulo akaandika akasema hivi, nimejifunza katika hali zote, wakati wa kudhiliwa, wakati nimekuwa disappointed, wakati nimeridhishwa, wakati nimekuwa mgonjwa, wakati wa hali zote nimejifunza kuridhika ndani ya Yesu. Bwana asifiwe. Na ndio Biblia ikasema, heri wamtumainiao Bwana, maana ni kama vile wamepandwa kando ya maji, hata kama kutanyauka kutakauka, bado kuna uhai ndani mwao. Bado hawatakufa, bado wataendelea kusimama na kumtumainia Bwana. Leo nataka kuambia hivi, usijitegemee na hata akili zako, usijitegemee na hata mali zako. Hata nguvu yako wakati mwingine itaishi, hata mali zako siku nyingine zitaishi, hata akili yako siku nyingine itafika mwisho wake, na utabaki umebaki hivi.
nimejifunza hivi, mambo mengine namwachia Bwana, wakati inafika yenyewe inajipeleka, yenyewe inapita. Na mimi ukikuja kung'ang'ana na mimi, maana na mimi sijitumaini na mtumainia Bwana, na maisha unipigani mimi, haupigani na mimi, unapigana na Bwana. Ambia jirani, jifunze kumwachia Bwana apigane vita zako. Sisikii kama mtu anaongea, jifunze kumwachia Bwana apigane vita zako. Sijasikia vizuri, rudia. Jifunze kumwachia Bwana apigane vita zako. Mtumainie tu Bwana. How do you trust God in all circumstances? Utamtumainia Bwana kwa hali aje, kwa hali zako zote. Bwana asifiwe. Jambo la kwanza, wacha kujitegemea kwa akili zako. Mithali 3:5-6 inasema hivi, na tunasoma ndio twende haraka. Mithali 3:5-6 inasema, mtumaini Mwenyezi Mungu kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Umtambue Mungu katika kila ufanyalo, naye atazinyosha njia zako. Bwana asifiwe. Mtegemee tu Mungu. Zaburi kaniambia hivi, yeye aliyezifanya mbingu na nchi ana uwezo wote wa kubadilisha hali zako. Hata kama wanadamu watakuahidi na watapatikana, hata kama wazazi wako wataahidi na watapatikana, hata kama kuna mtu alikuahidi atasimama nawe siku zote, na leo amekugeuka, amekuruka, hata yeye amekuwekelea mambo, kuna Bwana ambaye atakupigania. Mtumainie Bwana. Usikufe moyo. Usikate tamaa. Jua kunaye anayeweza kushinda wao, aliyezifanya mbingu na nchi. Mtegemee, mtumainie. Bwana asifiwe. Nilikuwa nafundishwa zamani, wakati unakutana na shida unalia, "Oi mama." Bwana asifiwe. Lakini mimi nilikuwa najifunza hivi, sasa kati ya mama na baba nani ako na nguvu? Sasa nani hapa tukwe tunalia tukimuita? Nani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama nimewahi waambia hii. Kama nimewaambia acha nirudie. Tukiwa wadogo nilisema hivi. Siku moja tulikuwa tunacheza na wenzetu, na dada yangu mwenye ananifuata akachokozwa. Baba yangu bado alikuwa na mwili mkubwa, kwa hivyo nilikuwa naamini yeye ndiye mstrong, na mama yangu hakuwa Kisumu, sisi tulikuwa tunaishi Kisumu, mama yangu hapo Kitale. Na mwenye alimchokoza dada yangu akapiga nduru na akakimbia kwa baba. Baba akakuja na kaslippers. Hiyo wakati ilikuwa tunaweza hadithi mtoto na slippers. Na akakuja akapata yule mali alichokoza dada yangu ni mkubwa kunishinda. Kidogo, si sana, kidogo. Jana slippers akafukuza, akamchapa hivi mkubwa, akamchapa akatoroka. Siku nyingine sasa akarudi kunichokoza mimi. Mimi najua tunakimbiaga kwa baba. Si dada yangu alikimbia kwa baba. Kwa hivyo mimi ningefanya nini? Ningefanya nini? Kwa baba. Nilienda nilichapa. Weka mwanaume inaganya hapa. Hata wewe usijitegemee. Si ni mwanaume. Si hata mimi kama nikadogo pia ni mwanaume. Nani alikupa sasa kukimbia kwa baba? Nilikuwa disappointed sana. Yaani nilivunjwa moyo sana. Huyu baba ningekuwa na uwezo ningemweka yeye bati lake chini mwenyewe. Hasira yangu ishe kwa. Yaani anatetea dada yangu na mimi hanitetei. Wananigonga tu na tena dada ananiongezea. Bwana asifiwe. Wacha kuwatumainia wanadamu. Hata wazazi wako wanaweza kuruka. Lakini si hata alikuwa ananiruka, alikuwa ananihande. Bwana asifiwe. Yaani sababu niliona dada yangu akilia
na mimi nikajifanya tu wao wananipiga na naendelea na ndio. Hata mimi ningeweka sura ya kazi niseme wewe acha kunichokoza. Sasa dada yangu tukibaki na hiyo hapa yuko nani atamsaidia kama mimi ndio hivyo? Sasa mmeanza kushika mita. Umeanza kushika mita. Mwanaume kama uko kwa nyumba. Mwanaume. Sijui kama naongea na wanaume. Hata kama wewe ni kanyoge na uko kwa nyumba na watu wako, ukisikia kitu hicho ndio wako sauti. Kuna watu wanasema sasa. Jikaze. Toa kama sio fanya kwa sasa kuna mtu mmoja mmoja wakati anaimba atango na soprano. Unajua kwenda kuchokoza hii nyumba atabadilisha. Atabadilisha sauti yake pesa. Haleluya. Lakini hata kama mambo haya yanatoa hiyo sauti, bado ni but kuna mtu anayekuletea. Mtumainie tu Bwana. Haleluya. Jambo la pili, nenda haraka maana wakati hauko upande wako. Mkimbilie Mungu kwa taji ya neema. Waibrania 4:16. Madam sijui leo kama umefika ama bado uko microphone leo ni sawa kusaidia. Hawa watu wameanza kuzoea vile unajua tumepimia sana. Waibrania 4:16 inasema 16. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Bwana asifiwe. Neema grace huwa ni kibali usichokistahili. Bwana asifiwe. Ni mambo usiyostahili kupokea. Na ndio maana mahali pale nimesema rehema iko mahali pale. Tukitegemea kile kiti cha neema, taji ya neema, maana wakati tunapata hiyo neema, tumestahili kupokea hata mambo hatukustahili. Hata wakati hukustahili kusaidiwa, Mungu atakufanyia rehema zake. Utasaidika. Ndio wakati mwingine tumemsahau. Na wakati mwingine tumefanya mambo ikakuwa ya kawaida. Hata wakati tunasema kuja tuombe, si anaomba. Si ndio? Hata wakati niko na ubiri hivi, si anahubiri tu. Bwana asifiwe. Wakati mwenzako anakuambia mchungaji wako, nasema na huyo mchungaji sinamuitaka tu. Leo Madam Ruth amenitia moyo. Acha nijikaze tena nijitie moyo. Madam usibarikiwe sana. Sijitetei lakini usiende ukasema ndani kwa anajitetea. Lakini tumefanya mambo ya tumezoea mpaka neema wakati tunastahili tunaona tu sheria. Tumezoea sheria sana. Bwana asifiwe. Ambia jirani sisi tulipita hiyo sheria. Tumepita hiyo kiwango ya sheria. Na wakati mwingine si kwamba unastahili. Ambia jirani si kwamba unastahili. Hata nikiangalia sura yako ni mbaya sana. Bwana asifiwe. Lakini hata kama mimi nitakudharau sura yako, Mungu anakuona unapendeza. Unapendeza ndugu yako. Unapendeza baba yako. Unapendeza mama. Unapendeza dada. Na kwa sababu ya hiyo rehema, hata Yesu wakati alikufa aliteseka. Hakuangalia mateso yako. Na bado akasema wale wanaonitumainia wao ni heri. Maana kila wakati kila jambo litakapokuja Bwana yuko pamoja nasi. Wakati mwingine wanatiwa moyo. Si kwamba ukiingia kwa shida ati atakuacha, na si kwamba atawacha hiyo shida usiingie, lakini anatuahidi hivi ataingia na wewe. Unajua Shadraka, Meshaki waliitiwa na wakashikwa na ukaambiwa leo unaingia kwa moto. Na ni moto mkubwa. Biblia inasema hata wale walikaribia kuwaweka ndani wenyewe walichomwa. Bwana asifiwe. Lakini kitu moja nimejifunza hivi. Hata uingie kwa shida ya aina gani, lakini Bwana ako pamoja na wewe, utatoka ndani. Amen.
Unajua upande sisi kama baba anasemaga nihubirieko. Nimekuja huku nimeongelea huku lakini sisikie mbele. Na huku ananitia moyo. Huku ananitia moyo. Baba leo atakwenda kuleti down. Baba hata wakuwekea baba inakani kubwa hivi. Moto umewekewa hiyo unajua tu ukifika karibu hata upe ndani. Karibia kitu unakufa. Lakini siku yako haijafika utapita ndani ukiwa mzima. Tunaona baba anasema. Na nimeenda hapo nikaongea vizuri wasikie vizuri. Haisuru. Unataka kusema amen hiyo mambo utapokea. Amen. Haya shauri yetu. Haleluya. Kumbuka matendo ya Mungu. Maombolezo 3, hii mtasoma. Maombolezo 3:21-23. Kumbuka wakati mwingine kumbukanga tu mambo ya Mungu. Kumbukanga tu matendo ya Mungu. Kumbukanga tu muujiza wa Mungu. Aliyemsaidia Daudi kumshinda Goliathi. Matendo ya Mungu. Bwana asifiwe. Aliyowasaidia kina Meshaki wakati wametupa kwa moto wakiwa watatu. Ndukule ndani Biblia inasema wakaonekana wako watu 4. Bwana asifiwe. Wakati wale waliwatupa wakawa wamechomeka. Hata mfalme akitazama akaanza kujiuliza, nilitupa watu 5. Mbona ninawaona mtu 4? Bwana asifiwe. Kila wakati ndio kuna mtu wako wa kando hapo. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nimesikia. Simbarikiwe sana wanaume. Ukaanza kuchangamka huko hivyo. Hii pale hivi ni kidogo. Hii ni kidogo. Mnachapa kama mnashangaa. Kumbuka matendo ya Mungu. Kumbuka vile Yesu aliwaponya. Na alisema hivi, imani yako imekuponya. Naye Bwana Yesu anapendana watu wenye wamefika mwisho wao. Fika tu mwisho, usisibukane, isikusumbue nini itafanyika. Wewe tu mpaka fika mwisho. Simama tu pale hivi. Simama tu hapo. Wamisri wa Israeli wakitoka Misri, wakishafika kwa hiyo mto, wakawa wanaulizana maswali, tutafanyaje? Lakini Mungu akaambia Musa, simama uone wokovu wa Mungu. Wale watu nao waona, hautawahi waona tena. Hata wewe fika tu mwisho wako na ukumbushe Mungu, mtumainie Mungu. Zile shida unazoziona hautaziona tena. Hautaziona tena. Wokovu wako unakuja hata kama ni bahari ya shida. Hata kama ni moto ya shida. Hata kama shida zimekuwa mingi zimekuinukia. Hata kama uwezo wako umefika mwisho, simama tu ngoje wokovu wako. Wacha kusimama kungoja wafu. Wacha kusimama kungoja wabalo. Wacha kusimama kungoja walini wangu. Wacha kungoja ule mtu wako. Maana pia kuna kiwango chake. Hataweza, ni Mungu tu ndiye ataweza. Haleluya. Kumbuka uaminifu wa Bwana aliotenda. Ibrania 13:8. Linasema Yesu ni yule jana, leo, habadiliki. Wanadamu ndio watu wanakuwa kigeugeu. Tunajua vile nilikugeuka jana. Nilikwambia nitakuja kwako na siku kuja. Na ukasema anga kachungaji sikizini kaongo. Mimi si malaika. Mimi ni mwanadamu. Na maana hukujua nilikuwa na shida gani, sikuweza kuja, lakini Bwana atusaidie ili mawazo yako yaanze kuyageuza kumjua yule aliyekuwa jana, hata leo yeye ni yule, hata kesho bado atakutendea, ambaye ni Yesu pekee yake. Yesu asipokuwa ndani mwangu, Roho Mtakatifu asipokuwa ndani mwangu anisaidie, hata wakati nanitumainia kwa uwezo na nguvu za wanadamu nitachoka, lakini Yesu hatachoka. Bwana asifiwe.
Wakati wewe unakuwa mgonjwa, Yesu si mgonjwa. Halo? Wakati unachoka, Yesu hajachoka. Kama hauna fedha, usifikirie Yesu hana pesa. Hatujai muona akitembea tukamwona ameweka pesa kwa mfuko. Lakini anaweza fanya pesa zipatikane. Hatujui hata vile anafanana, maana hatujai kuona akiwa mgonjwa. Lakini bado ni yeye anaweza kuponya. Yeye hakuangi mgonjwa. Lakini Biblia Warumi 8:26 inaniambia hivi. Niliambia juzi watu wengine huko wakacheka sana. Bwana asifiwe. Nasema naye aliyejua Mtakatifu tuombea kwa hali zetu kwa kuugua usipoweza kutamkwa. Bwana asifiwe. Sio kwamba anafurahi wakati tuko kwa shida, analia. Wewe kama ulijifungua ukasikia uchungu, ile uchungu yeye anasikia, hiyo yako ni kionjo. Imesema usikoweza kutamkwa. Nani ameweza kusikia uchungu yenye haiwezi tamkwa? Kama wewe uko hapa bebako mkono. Hakuna. Lakini Roho mwenyewe ambaye yuko juu mbinguni anasema usikoweza kutamkwa. Imagine vile anakupenda. Yeye aliyekuwa jana, Yesu huyo, leo na hata kesho. Imagine vile anakupenda. Wakati hauna matumaini, yeye anaugua ndani mwake usikoweza kutamkwa. Maana anakupenda, anakuombea ili ufanikiwe katika hilo jambo. Hauna kazi leo, si kwamba Roho ameketi tu, anashughulikia wewe upate kazi. Watoto wako ni wagonjwa, yeye anakuombea ili uweze kupona. Bwana asifiwe. Watoto wako wameanguka mitihani mpaka sasa ndio wanakuwa mfano wa wengine vile ni wajinga. Bwana Yesu bado ako na wewe. Hatakuacha. Bado anaweza badilisha hiyo maneno. Bado anaweza badilisha hiyo maneno. Bado anaweza badilisha hiyo maneno. Haleluya. Maana yeye ni mwaminifu. Omba kwa sababu ya imani yako. Wafilipi 4:5 na 6. Msijisumbue kwa jambo lolote, bali katika kusali, kushukuru, kuomba na kufunga tumjulishe haja zetu. Bwana Yesu ni mwaminifu. Mwamini yeye anaweza. Mwamini na kumtumainia yeye kwamba atabadilisha hali zako. Hata kama leo watu wote wamekataa, hata kama leo watu wote wamekudharau, hata kama leo mali unaenda kanisani wamekudharau, wanawachekelea kwamba nyinyi mlifanya uamuzi gani. Nataka kutia moyo, Bwana Yesu anajua kujulisha kwamba umemtambua katika hali zako. Ako tayari kusimama na wewe. Bwana asifiwe. Kuanzia leo nani atamtumainia Yesu? Mimi niko tayari. Mimi niko tayari kumtumainia Yesu. Hata wakati mambo si vile ilikuwa. Hata wakati mambo si vile nilitarajia. Hata wakati nimekuwa disappointed na watu wako. Hata wakati nimekuwa disappointed na watu wa karibu. Hata wakati nimekuwa disappointed, nimeangushwa na watu nilikuwa natarajia. Na watu ambao walikuwa wamenihakikishia. Na watu ambao waliniambia watasimama na mimi. Na watu ambao walisema tutatembea na wewe. Hata kama leo watanigeuka, unaye Yesu aliyefanya mbingu na nchi. Maana yeye hatoki na mimi. Maana yeye haangalii sura yangu. Maana haangalia hata na kimo changu. Bado ananipenda. Hata kama sura yangu ni mbaya. Bwana ni mwaminifu. Nataka tuinamishe vichwa zetu. Ninajua kwa wakati mmoja ama mwingine, kama wanadamu watu nafikiria, hata tukikimbia mahali pengine mbadala tutapata suluhisho.
Bwana.